Pumbavu. Yaani sisi ni maskini, alafu wewe unataka kuolewa na mwanaume maskini. Huyo mwanaume kufukara simtaki kwenye familia yangu. Umenielewa? Zena, hivi tutaendelea mpaka lini kukutana kwenye majumba mabovu, mapolini, vichaka? Aise, hii hali mimi nimechoka sana, nimechoka mno. Hata mimi hali imenichosha, ila nitafanyaje? Wewe ndo mwanaume, wewe ndo unatakiwa ulimalize hili. Una maana gani kuzungumza hivyo? Unatakiwa uje nyumbani ujitambulishe, unitolee posa, kisha unioe. Ni kweli unachokisema, na miongoni mwa ndoto zangu ni kuishi na wewe, nikikute mke wangu. Lakini unajua fika hali yangu ya kiuchumi, nawezaje kuja? Naelewa hilo, ila wawili ni wawili. Mimi naamini tukishirikiana pamoja tunaweza. Yaani unataka nije kwenu kujitambulisha, sio? Ndiyo, ili tuweze kuwa huru na mahusiano yetu. Sawa. Ni hatua gani ambayo unafuata hapo? Siku ukiwa na muda, ukiwa na nafasi, utaniambia ili niweze kukupeleka kwa mjomba na jambo lingine liendelee. Shangazi. Nabii. Mjomba. Nakusikia. Samahani kwa kuwasumbua. Najua mlikuwa mmepumzika, ila nina jambo muhimu nahitaji kuwashirikisha kama wazazi wangu. Huyu hapa mnayemwona pembeni yangu anaitwa Kilaka. Bila shaka mnamfahamu kwa kumuona huko mtaani, lakini leo nimemleta hapa ili kuwapa utambulisho tofauti kidogo. Mimi na Kilaka tumekuwa katika mahusiano kwa muda mrefu sana, lakini nimeamua kumleta hapa nyumbani ili aweze kufuata process zote na tuweze kufunga ndoa. Kilaka, yule kule ni mjomba wangu na huyu ni shangazi yangu. Karibu nyumbani. Asante sana. Nashukuru kwa fahamu. Zena. Nifuate. Nifuate. Hivi Zena, kwa nini unanitukanisha? Nakuuliza wewe, kwa nini unanitukanisha?
Yaani umeamua kunivua nguo sasa. Hizi mila za wapi? Yaani wewe unakuja kumtambulisha mwanaume nyumbani kwangu? Hizi dharau hizi. Mjomba, mimi sijafanya hivyo kwa nia mbaya, ila nimemleta hapa ili mumfahamu, kisha process nyingine ziendelee. Mavu wewe. Mshenzi wewe. Hata kama ingekuwa ni sawa, lakini mimi nisingeweza kumpokea yule kijana. Kijana maskini, fukara. Mimi wa nini yule pale? Ina maana wewe hukuona vijana wote hapa kijijini ukaona huyu kijana fukara? Nakuuliza wewe. Lakini mjomba, mimi nampenda. Wewe kumbuka, nimetumia gharama zangu chungu mzima kukusomesha. Umeumwa wewe. Mavazi yako, kula yako. Nilitegemea wewe mwisho wa siku uje uleo upate mwanaume tajiri. Kumbuka mama yako amekuacha ukiwa mdogo sana, wala hujitambui. Na mimi nilitegemea kwamba wewe mwisho wa siku uje ulipe hizi gharama zangu ambazo nilizozipoteza juu yako wewe. Lakini hivi sasa unaletea mwanaume fukara. Inawezekana? Hii haikubaliki hata kidogo. Sasa naomba nisikilize. Naomba kamfukuze, mwambie aondoke pale. Sitaki kumwona nyumbani kwangu. Mjomba, kamfukuze aondoke. Nenda kamfukuze. Wewe kijana, hivi hapa mtaani hujaona mabinti ukamwona binti yangu? Nakuuliza, unavyojitazama wewe, unavyomtazama binti yangu, mnaendana? Nakuuliza, mnaendana? Lakini mjomba. Wewe kimya. Sasa naomba nisikilize. Unapajua pale shule kule nyuma kuna mikorosho, wanachimba vyoo kule. Wewe hazi yako ni kuchimba vyoo. Nenda kachimbe vyoo upate hela ya kula usiku, lakini sio kumuoa binti yangu. Hii ndio utasahau. Naomba ondoka kijana, naomba ondoka. Alafu na wewe, baada ya kumshauri aolewe na mtu mwenye pesa ili aweze kusaidia katika maisha yetu, wewe unakuja kuletea fukara yule. Kiraka ana nini? Kiraka ana kitu gani? Sasa naomba nisikilize. Kama hiyo hali itajudia tena, utaondoka wewe na huyu Zena. Sisi ni maskini, alafu wewe unataka kuolewa na mwanaume maskini. Huyo mwanaume wako fukara simtaki kwenye familia yangu. Umenielewa? Mjomba, mimi Kiraka ndo mwanaume ninayempenda na nahitaji mume wangu. Kama unahitaji kuolewa, tafuta mwanaume tajiri mwenye pesa ndio uolewe naye. Hebu angalia maisha jinsi tunavyoishi. Maisha gani haya? Nahitaji nibadilishe maisha. Alafu kumbuka, kuanzia ulivyokuwa mtoto mpaka umekuwa, nategemea hizo gharama zangu zirudi kwa wewe kuolewa ili nipate pesa. Umenielewa? Afutoka. Hivi mume wangu, hivi kuna zama za kuchaguliana wanaume sasa hivi? Mbona unamnyanyasa mtoto? Huo ni mfumo dume ambao wewe unauleta. Mpenzi wangu Kiraka, naomba usahau yote yaliyotokea pale nyumbani. Mjomba wangu zile ni hasira tu, ila naamini ataelewa. Zena, mimi naelewa kwamba unanipenda,
lakini mwenyewe umeona kilichotokea pale kwa mjomba wako. Ni dhahiri kabisa wanitaki. Sasa mimi nawezaje kuishi na wewe hali ya kuwa hatuna baraka za wazazi? Hicho kitu hakiwezekani. Kwa matusi yale, kejeli zile, wewe ni kuombe tu nenda nyumbani. Usiseme hivyo Kilaka. Mjomba wangu namjua mimi, naamini ataelewa. Wawili ni wawili, mimi naenda kushirikiana kwenye jambo hili. Kilaka, kwa ndo ina maana umeniacha? Zile ahadi zote ndo zimeishia hapa? Hapana Zena, mimi sijakuacha na bado nakupenda sana, lakini mimi sioni mwanga wa penzi letu huko mbele. Tutaishije? Kilaka mpenzi wangu, naomba unipe muda, kila kitu kitakaa sawa. Yupi anayefahamu mwalimu wa mapenzi anifundishe? Yupi anayefahamu tabibu wa mapenzi anitibie? Kama mapenzi subira, nishasubiri sana, nazinga kombolela, nishazunguka kwa waganga zenji Sumbawanga, wakanipiga hela, mashehe na wachungaji wakaniombea, lakini mambo bila mapenzi. Soma kidogo, nataka nichimbe dawa hizi. Si fresh lakini hapa hapana noma. Hapa hamna noma. Mjomba, utajikojolea mjomba. Bwana, huyu binti ni hapa hapa kijijini? Ya, ni ndoto wa kila kijana hapa kijijini. Vipi, umemwelewa? Hamna. Manake nyinyi watu wa mjini nyinyi. Twende bwana.